Yes, shalom, Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni Mgina Lord, mwalimu wa neno la Mungu, na ninayo furaha kubwa sana kupata hiki kibali cha kuja mbele zako tena kwa siku ya leo kwa ajili ya kujifunza maneno matakatifu ya Mungu. Kama unavyojua kwamba Mungu ana mengi ambayo bado anatufundisha kwa ajili ya kutuimarisha katika imani, lakini pia kutuongezea mwendo katika safari hii ya kwenda mbinguni. Kwa hiyo tunapokutana hapa tunajifunza maneno ya Mungu ambayo kuna wakati yanatujenga, yanatuonya, yanatutia moyo, lakini pia wakati mwingine yanatukumbusha ni wapi ambapo tunahitaji kukanyaga, ni wapi ambako tunahitaji kupita, nini ambacho tunahitaji kusema, kitu gani ambacho tunahitaji kusema, lakini pia tunajifunza mengi ambayo ni kwa ajili ya kusaidia wengine ambao pia hawamjui Kristo na ambao hawajaokoka. Mimi ni Mgina Lord, mwenyeji wako wa Sauti ya Uzima kila wakati, na ninakukaribisha pia na leo twende tukajifunze kwa muda huu mfupi. Ninajua unajua kabisa ama umewahi kusikia kuhusiana na neno wivu, na pia umewahi kusikia kuhusu neno uvivu. Nataka nituzungumzie hivi vitu viwili, wivu na uvivu. Kwa namna fulani unaweza kujiuliza kwa nini haya maneno yanafanana, lakini nataka nikwambie sio kwa bahati mbaya haya maneno yanafanana. Unapozungumzia wivu, unapozungumzia uvivu, sio kwa bahati mbaya kwa nini haya maneno yanafanana. Kwa nini nasema sio kwa bahati mbaya? Ni kwa sababu unapopata palipo na wivu, nyuma yake lazima pana uvivu. Yaani siku zote uvivu huwa unatangulia wivu. Kabla wivu haujaonekana, nyuma yake pana uvivu. Unaweza ukajiuliza ni kwa nini nasema hivi. Nataka tuangalie kwanza tafsiri ya haya maneno. Haya ni maneno ya Kiswahili na yana tafsiri ambazo tunazifahamu kabisa, kwa sababu ni vitu ambavyo tunaishi navyo kila siku. Tukianza na neno uvivu. Uvivu ni hali ya mwili kutotaka kufanya jambo lolote. Ni hali ya mwili kutotaka kujishughulisha kwa kitu chochote kile. Ni hali ya mwili kutotaka kufanya kazi yoyote ile. Hiyo ndio uvivu. Na tunapozungumzia wivu ni hisia ya uchungu ambayo hutokana na kuona mafanikio ya watu wengine, kuona mafanikio ya mtu mwingine. Na mara nyingi wivu huwa unazaliwa pindi ambapo unaona mafanikio ya watu wengine kwenye eneo ambalo ulitamani pia na wewe ufike. Ni hisia ya maumivu pindi ambapo unaona kundi la watu ama mtu mmoja amefikia mafanikio ambayo pengine pia ulitamani ufike. Sasa tunapozungumzia habari ya mafanikio ya mwanadamu, mtu yoyote ambaye amefanikiwa katika engo yoyote ile ya maisha yake, aidha ni mtu amefanikiwa kwenye biashara, labda mtu amefanikiwa kwenye uchumi, mtu amefanikiwa kwenye elimu, mtu amefanikiwa kwenye huduma, katika engo yoyote ile ya mafanikio ya mwanadamu yoyote, jambo la kwanza huwa linatangulia ni matamanio. Kila mmoja ana matamanio ya kufika hatua fulani ya maisha. Kila mmoja anatamani kuwa mtu fulani kwenye maisha. Na hauwezi ukalala tu na ukaamka ukawa mtu fulani. Hauwezi ukaota na ukaamka ukawa mtu fulani. Haiwezekani ukawa na matamanio ya kuwa daktari na kwa kutamani tu kesho yake asubuhi ukaamka wewe ni daktari. Hauwezi ukawa tuna matamanio ya kuwa labda tuseme mwalimu na ukaamka tu kesho yake asubuhi wewe ni mwalimu. Hapana. Tunaanza kwanza kuwa na matamanio ndani ya mioyo yetu, lakini baada ya kuwa na matamanio ndani ya mioyo yetu, unapaswa uchukue yale matamanio ulionayo ndani ya moyo wako na uyatendee kazi. Unapaswa kuwa na matamanio ndani ya moyo wako, ni vizuri, lakini baada ya kuwa na matamanio ndani ya moyo wako, yale matamanio sasa uyaweke katika mchakato ya kutimiza kile ambacho natamani kuwa. Na kwa kawaida kabisa, watu wengi ambao wanafikia hatua ya kuona wivu juu ya matokeo ya watu wengine ni watu ambao wao walishindwa kuyatoa matamanio yao na kuyaingiza kwenye mchakato, kuyashughulisha yale matamanio yao ili yaje kuwa kitu fulani. Kwa hiyo kama kuna watu wawili ambao wote walikuwa na matamanio ya kuja kuwa wafanyabiashara wakubwa, hawa wote wameanza vizuri, wote wakiwa na matamanio ndani ya mioyo yao, lakini mmoja kati ya hawa wawili akaanza kutafuta mtaji, akaanza kutafuta wazo la biashara, akaanza kutafuta masoko, akaanza kuingia sokoni kuuza. Lakini yule mmoja
bado tu amekaa na matamanio yake moyoni. Unajua matokeo yake ni kwamba yale matamanio yake moyoni huwa yanabadilika, badala ya kuendelea kuwa matamanio, inageuka inakuwa sumu ambayo inatawala moyo wake. Na ikishageuka kuwa sumu, ndio ile ambayo tunaita wivu. Anaanza kumchukia huyu mtu ambaye matamanio yake aliyageuza akayaweka kwenye mchakato na amefanikiwa kufika sehemu fulani. Kwa hiyo matamanio yote ambayo hayajafanyiwa kazi, ama ile shahuku ulionayo ndani ambayo haijafanyiwa kazi, mwisho wa siku hii shahuku huwa inageuka na ikishageuka inakuwa wivu. Kwa tunapozungumzia wivu, ni matokeo ya uvivu fulani wa aidha wa mwili au wa akili. Sasa siku ya leo nataka nizungumzie zaidi kuhusiana na uvivu huu ambao ni uvivu wa kutokea kwenye akili, kwa sababu tumezoea kutafsiri uvivu kama hali ya mwili kutotaka kufanya kazi yoyote. Lakini leo nataka tuzungumzie zaidi kwamba uvivu sio tu hali ya mwili kutotaka kufanya kazi yoyote, lakini pia uvivu unaweza ukawa ni akili kutotaka kufanya kazi yoyote. Kwa hiyo leo nataka tuzungumzie zaidi kuhusiana na uvivu wa akili. Unaweza kuwa ni matokeo mabaya sana, ama unaweza kuwa ni sababu kubwa sana ambayo inaweza kapelekea wivu, chuki na mambo mengine ambayo sio mazuri. Nataka nikupe mfano huu. Tazama, kuna watu wanafanya kazi ofisi moja. Hawa watu wanaingia kazini muda sawa. Hawa watu pale kazini wanafanya kazi zinazofanana. Hawa watu pale kazini wanapewa mshahara unaofanana. Hawa watu hata likizo wanaendaga labda tuseme kwa wakati unaofanana. Lakini linapokuja suala la maendeleo au mafanikio, hawa watu wawili unaweza kukuta kuna utofauti mkubwa sana. Mmoja amefanikiwa zaidi ya mwingine hajafanikiwa. Na mara nyingi sana huyu ambaye hajafanikiwa huwa inazaliwa wivu ndani ya moyo wake, ama chuki dhidi ya huyu mwingine ambaye amefanikiwa. Na unaweza ukashangani kwamba wote wanafanya kazi, wote wanaamka asubuhi, wote wanatoka muda ule ule, wote yani shughuli za, yani hauwezi ukasema kwamba hawa watu ni wavivu kwa kuwatazama namna jinsi wanafanya kazi. Miili yao inafanya kazi, miili yao wanaitumikisha sawa, miili yao wanaitumikisha masaa sawa, miili yao wanaitumikisha kwenye kazi sawa. Lakini kwa nini mmoja amefanikiwa mwingine hajafanikiwa? Na huyu mwingine ambaye hajafanikiwa anazalisha chuki kwa mwingine, kwa sababu anaona kama kazi zote tunafanya ni sawa, kama mishahara tunapewa inalingana, kwa nini yeye anafanikiwa kuliko vile ambavyo mimi nimefanikiwa? Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine, hii roho itaendelea kumtesa, ama hii hali ya maumivu itaendelea kumtesa mpaka ajue hiki ambacho nataka niseme leo, kwamba tunapopima uvivu hatupimi tu kuangalia mwili kutotaka kufanya kazi, lakini wakati mwingine lazima tuangalie uvivu kwa engo ya kuangalia akili kutotaka kufanya kazi. Kwa maana hiyo ni kwamba unaweza ukaona watu wanauza mikate. Watu wawili wanafanya biashara labda ya kuuza mikate. Mmoja anauza sana mikate, mwingine mikate yake haiuzikani sana. Mikate yake hapati wateja wengi sana. Mwisho wa siku, kama huyu mtu hatagundua hii siri, atamchukia mwenzake na kufanya wivu. Lakini kitu pekee alipaswa kufanya ni kufungua akili yake. Baada ya kufungua akili yake, aanze sasa kuwaza kwamba huyu mwenzangu ameongeza nini kwenye mikate yake kiasi kwamba anapata wateja wengi, mimi sipati wateja wengi. Mnakumbuka story ya Sauli na Daudi. Wakati Sauli anamuonea wivu Daudi, wakati Daudi wanamuimba kwamba Daudi ameshinda na nini na nini, Sauli alimuonea wivu sana Daudi, akasikia hasira na akasumbuka sana. Unajua kichwa chake kinamsumbua Sauli. Sio kwamba Sauli alikuwa hajitumi, sio kwamba Sauli hakuwa mfalme ambaye watu labda walimfurahia, lakini kitu ambacho Sauli alishindwa kufanya ni kutafuta kwa nini Daudi apendwe kwa muda mfupi huu na mimi niko muda wote unaspend. Kwa hiyo hatua tu ya kutafakari ndio kitu ambacho nataka nizungumzie hapa, kwamba wakati mwingine tunaitumikisha miili sana. Sio miili yetu haina uvivu, lakini kinachotusumbua ni kwamba akili zetu ndio zina uvivu.
Sio kwamba atuamke asubuhi kwenda kufanya kazi, sio kwamba aturudi nyumbani tukiwa tumechoka, sio kwamba huwa hatufanyi kazi mpaka weekend, lakini kinachotusumbua ni kwamba akili zetu ndio bado haziko tayari kufanya kazi, haziko tayari kufikiria nje ya mipaka. Ukisoma maandiko sura ya 4 ya kitabu cha Mwanzo, moja kati ya sura ambazo ninapenda sana kwa sababu zinaonyesha asili ya mwanadamu. Ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ile ya 4 mstari wa kwanza, maandiko yanasema Adamu akalala na Hawa mkewe, naye akapata mimba, akamzaa Kaini. Hawa akasema, nimepata mtoto wa kiume kwa msaada wa Mungu. Kwa mtoto wa kwanza, kwa mujibu wa maandiko, mtoto wa kwanza wa Adamu na Hawa alikuwa ni Kaini. Mstari wa pili anasema halafu akamzaa Abeli nduguye. Kwa hiyo Abeli anakuja baada ya Kaini. Abeli alikuwa mfugaji kondoo na Kaini alikuwa mkulima. Sasa huu mstari wa pili unatuonyesha kwamba Kaini na Abeli wote walikuwa sio wavivu kimwili, walikuwa ni watu wanapiga kazi kweli, ni watu ambao ni wachapa kazi, ni watu ambao wanaamka asubuhi kila mmoja anakwenda kwenye shughuli zake kufanya kazi. Kama jinsi ambavyo unajua mkulima, of course mkulima ni mtu ambaye anahitaji kufanya kazi sana ili apate mazao ya kutosha. Lazima afanye kazi kweli, lazima ajue muda wa kupalilia, ajue muda wa kupanda, muda wa kuvuna, muda wa kusafisha shamba na vitu kama hizo. Kwa hiyo mkulima yoyote, ili mtu unaitwa mkulima, maana yake wewe sio mvivu. Lakini pia kwa mfugaji sio mvivu kwa sababu anahitaji apate muda wa kuwapeleka kondoo wake malishoni, wale vizuri, wanywe maji vizuri, lakini pia warudishe nyumbani, awaingize kwenye zizi ambalo pia zizi limesafishwa, awe na uangalifu wa kuwalinda dhidi ya magonjwa na wanyama hatari. Kwa hiyo unakuja kuangalia kwamba sio mfugaji wala mkulima, hawa watu wote ni wachapakazi, hawa watu wote ni wapambanaji, miili yao inapiga kazi. Mstari wa 3 maandiko yanasema baada ya muda fulani Kaini alimtolea Mungu sadaka kutokana na mazao yake. Na mstari wa 4 unasema kwamba naye Abeli akamtolea Mungu sadaka ya wazao wa kwanza wa kondoo wake na nyama nono. Ukiangalia mpaka hapa tunaona kitu kingine ambacho tunaweza tukajifunza, ukiachilia mbali ya kile ambacho nafundisha leo. Mungu anatarajia sadaka kutokea kwenye kazi alizotubarikia. Mungu amembariki Kaini katika shamba, lakini pia amembariki Abeli katika shamba. Kwa hiyo Mungu anatarajia sadaka kutokea kwenye kazi zile ambazo ametupatia. Kwa hiyo kama Mungu hapati sadaka yoyote kutokea kwenye kazi zako, maana yake unamkosea Mungu, kwa sababu Mungu akikupa kazi anatarajia wewe urejeshe. Sio kwamba unampa kwa sababu Mungu ni mhitaji, hapana. Unampa kwa kumuonyesha kwamba natambua kwamba hiki nilicho nacho kimetoka kwako. Sasa mwisho wa mstari huu wa 4 unasema kwamba Mungu akapendezwa na Abeli na sadaka yake. Kwa hiyo sio tu kupendezwa na sadaka. Yaani Mungu unapotoa sadaka sio kwamba anaifurahia tu sadaka yako, lakini anakufurahia wewe, anafurahia na ile sadaka uliyotoa. Kwa hiyo kwenye kitunga cha sadaka hapakai tu sadaka, lakini panakaa sadaka pamoja na aliyetoa sadaka. Maandiko yanasema kwamba Mungu akamfurahia Abeli na sadaka yake. Kwa hiyo Mungu tunapotoa sio kwamba tu Mungu anafurahia ile sadaka, kwa sababu target ya Mungu sio tu ile sadaka, target ya Mungu ni wewe. Kwa hiyo maandiko yanasema kwamba Mungu akamfurahia Abeli, akafurahia na sadaka yake. Kwa hiyo unaona, anaanza kumfurahia mtoaji wa sadaka, alafu baadaye anafurahia ile sadaka. Lakini mstari wa 5 maandiko yanasema kwamba lakini hakupendezwa na Kaini wala na sadaka yake, kama jinsi ambavyo nimetoka kusema kwa Abeli. Yaani Mungu hakufurahishwa na Kaini. Kuna kitu ambacho Mungu hakupenda kutokea kwa Kaini, ambacho kilifanya Mungu pia akachukia ile sadaka ya Kaini. Kuna kitu ambacho Mungu alipenda kwa Abeli, ndio sababu Mungu akafurahia na ile sadaka ya Abeli. Kwa Mungu hawezi akafurahia sadaka yako kama wewe hakufurahii. Yaani Mungu anafurahia sadaka ya mtu ambaye anamfurahia kwanza. Kwa hiyo inatuonyesha kwamba cha muhimu zaidi kwanza ni moyo wako kabla ya sadaka ambayo unatoa. Unaweza ukatoa mamilioni ya sadaka, lakini kama Mungu hakufurahii, ile sadaka yako haina maana yoyote. Kwa hiyo tunachoangalia hapa ni kwamba Mungu amemfurahia Abeli na akafurahia na sadaka yake. Mungu hakufurahishwa na Kaini na hakufurahishwa na sadaka yake pia. Ukimalizia huu msali unasema kwamba basi Kaini akakasirika sana na uso wake ukakunjamana.
kwamba baada ya Bwana kutofurahia sadaka yake, Kaini alikasirika sana. Alikasirika na ajabu ni kwamba sio kwamba Kaini alimkasirikia Mungu. Kaini alimkasirikia ndugu yake. Yaani ambaye sadaka yake alikataliwa na Mungu, lakini badala ya kumkasirikia Mungu, yeye akamkasirikia ndugu yake. Unajua kwa nini amkasirikia ndugu yake? Tunarudi kwenye kile ambacho nazungumzia hapa. Kuna matamanio ambayo wote walikuwa nayo mwanzoni, Abili pamoja na Kaini, kabla watoe hizi sadaka zao. Kila mmoja kuna sehemu ambapo alitamani afike. Kila mmoja kuna jinsi ambavyo alitamani afanikiwe. Lakini baada ya matokeo ya hii sadaka, mmoja alifanikiwa, mwingine hakufanikiwa. Kwa hiyo huyu ambaye hakufanikiwa anatengeneza chuki kwa yule ambaye alifanikiwa. Na ukumbuke kama nilivyosema kwamba wote sio wavivu katika jinsi ya mwili. Wote wanafanya kazi. Wote wanaamka asubuhi mapema wanafanya kazi, lakini mmoja anafanikiwa, mwingine hafanikiwi. Ukisoma mstari wa 6, Mungu akamwambia Kaini, wewe kwa nini umekasirika na kwa nini uso wako umekunjamana? Mungu anajua kabisa, ameshajua kabisa kwamba Kaini kuna shida ndani ya moyo wake. Kuna kitu anatamani, lakini hayuko tayari kwenda hatua zaidi ya kufikiria kwamba nifanye nini ili niweze kupata kile ambacho natamani kupata. Niongeze nini ili niweze kuwa kama ndugu yangu Abili? Sadaka ya Abili imenishinda nini? Ama kuna kitu gani cha kipekee kwenye sadaka ya Abili? Hili ndilo jambo ambalo Mungu anatamani kuliona kwa Kaini. Ndio maana ukisoma mstari huu wa 7 inasema, je, ukitenda vyema hutakubaliwa? Yaani Mungu anamuonyesha Kaini kwamba bado kuna nafasi, kuna nafasi ya wewe kurekebisha. Lakini ili urekebishe unahitaji kujua namna gani ya kutenda ilivyo vyema. Unahitaji kujua jinsi gani ya kutenda ilivyo vyema. Kwa hiyo alikuwa na nafasi ya kumuuliza Mungu tu, kumwambia kwamba Bwana, unataka nifanye nini? Unataka nitoaje? Nini ambacho kimepungua kwenye kutoa kwangu? Ilimtaka yeye ashughulishe akili yake. Ilimtaka Kaini asumbue akili yake kujua utofauti wa sadaka yake na sadaka ya Abili. Mwili sio mvivu, lakini akili yake ilijawa uvivu. Hakutaka kusumbua akili yake. Na ukiangalia hata mazungumzo yake yeye na Mungu, hakuna sehemu ambako anasumbuka hata kumuuliza maswali kwamba, je, Bwana, unataka nifanye nini? Unataka niongeze nini? Nimekosea wapi? Hakuna sehemu ambako anasumbuka hata kumuuliza Mungu vitu kama hizo. Maandiko yanasema kwamba na usipotenda vyema basi dhambi inakuvizia. Mungu ashajua kabisa kwamba ndio matamanio unayo, lakini haya matamanio haya usipokuwa makini yatageuka yawe sumu kali kwenye moyo wako. Yatageuka yawe uadui mkubwa kwa ndugu yako. Yatageuka yawe wivu mbaya kwa ndugu yako. Kwa Mungu anamuonya mapema, anamwambia usipokuwa makini, hii dhambi inakuvizia mlangoni, inakutamani, lakini unapaswa kuishinda. Na namna gani ya kuishinda? Lazima akubali sasa kutanua akili yake. Matamanio anayo, sasa atanue akili yake, awaze kwamba nifanye nini ili nishinde ni yaweke haya matamanio katika utendaji wa kazi. Mstari wa 8 inasema vizuri sana. Mstari wa 8 inasema hivi, baadaye Kaini akamwambia Abili ndugu yake, twende shambani. Basi walipokuwa shambani, Kaini akamvamia Abili ndugu yake akamuua. Sasa ameruhusu yale matamanio, badala yaingie katika utendaji kazi, yale matamanio yamegeuka, imekuwa ni chuki na uadui. Anafanikisha adhima ya kumuua ndugu yake. Kitu ambacho anakosa Kaini sio mwili kutofanya kazi, sio uvivu wa mwili, ni uvivu wa kufikiria kwamba bado nina nafasi, naweza nikarekebisha hapa, nikaongeza hiki, nikafanya hiki na Mungu akanikubali. Uvivu wa kufikiria. Watu wengi sana wanadhuru watu wengine, sio kwa sababu eti wao ni wavivu wa mwili kufanya kazi, lakini kwa sababu hawako tayari kufikiria. Kuna watu ambao umewafanyia fitna wakaondolewa kazini, ukufikiria kabisa kwamba hata wakiondolewa kazini we hautapata ile kazi yao. Kuna watu ambao tumewachukia kwa sababu ya mafanikio yao, watu ambao tungewafuata tukawauliza kwamba mmefanikiwaje, mmefikaje hapa mlipo. Lakini badala ya kuwauliza, kusumbua akili zetu kujua wamefanya nini, wameongeza nini kwenye kazi zao, sisi tukaruhusu matamanio yetu ya kufika walipo, badala ya kuyafanya yaingie katika utendaji kazi, tumeruhusu matamanio yetu yageuke kuwa chuki na uadui. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Yaani unaweza ukashinda roho ya uvivu katika mwili wako, ama hii tabia, wakati mwingine tuseme tu kwamba ni tabia. Unaweza ukashinda tabia ya mwili wako kufanya kazi, lakini bado ukawa unateseka na akili yako kujawa na uvivu. Yaani natamani sana tuelewe kwamba moja kati ya sifa ya mwanadamu
inapaswa kuwa ubunifu, creativity. Kwa nini? Ukisoma kitabu cha Mwanzo, tukirudi nyuma kidogo kwenye kitabu cha Mwanzo, sura ile ya kwanza na mstari wa 26, kuna kitu pale maandiko yanasema vizuri sana. Ukisoma kitabu kinasema hivi, kisha Mungu akasema, tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, atawale samaki wa baharini, ndege wa angani, wanyama wa kufugwa, dunia yote na viumbe vyote vitambavyo. Ukisoma huu mstari unazungumzia kwamba Mungu akasema tumfanye mtu kwa mfano wetu. Na huwa anajiuliza sana, Mungu yuko aje? Mungu yuko vipi? Nini sifa za Mungu? Nini tabia ya Mungu? Yani Mungu yuko vipi hadi akasema kwamba tumfanye mwanadamu kwa mfano wetu? Tukishafanana na Mungu, nini ambacho tunapaswa kumfanana Mungu? Nataka nikwambie kitu kimoja. Moja kati ya kitu ambacho tunapaswa kumfanana Mungu kinaonekana katika sura yote hii ya kwanza, kuanzia juu kule mpaka kufikia mstari huu ambao tunaosoma hapa. Inaonyesha jinsi gani ambavyo Mungu alikuwa very smart, alikuwa very creative. Mungu alikuwa ni mbunifu wa hali ya juu. Nasema kwamba akafanya anga, akafanya mianga, akafanya sijui usiku na mchana, akafanya hivi. Kwa hizo zote Mungu akafanya, zinatuonyesha tabia ya Mungu, zinatuonyesha sifa ya Mungu. Kwa hiyo tunapoambiwa kwamba Mungu akasema tumfanye mwanadamu kwa mfano wetu, moja kati ya kitu ambacho tunaweza tukamfanana na Mungu ni ile kuwa smartness, kuwa watu wenye akili, watu wenye uwezo wa kutumia akili kuliko viumbe vingine vyote. Na ndio maana ukija kuangalia mwanadamu anapaswa au anatarajiwa kuwa na uelewa mkubwa sana kuliko viumbe vingine vyote, kwa sababu amepewa nafasi ya kumfanana Mungu. Hatuwezi kuumba, lakini at least tuna uwezo wa kuwa wabunifu, kufikiria vitu vingi zaidi. Ukiangalia duniani vile jinsi ambavyo dunia imepambwa, unaweza ukashangaa sana. Madaraja makubwa, majengo makubwa, unaangalia jinsi ambavyo ndege inaweza ikapaa angani na isianguke, yani vile inaweza ikaelea angani, unaangalia meli inaelea juu ya maji. Kuna vitu vingi sana ambavyo ukiangalia unasema kwamba no, hii sio akili ya yani sio kitu ambacho kimetokana na mwanadamu mwenyewe. Ni ule mfanano wa Mungu ambao unapatikana ndani ya mwanadamu. Uwezo wa kuwa smart, uwezo wa kubuni, uwezo wa kuanzisha vitu. Ile ni kitu ambacho tuliambukizwa ama tulipandikizwa kutoka kwa Mungu pindi anaposema na tumfanye mwanadamu kwa mfano wetu. Kwa hiyo ukiwa mwanadamu ambaye huna uwezo wa kuwa mbunifu ama huna tabia ya kuwa mbunifu, sio kwamba hauna uwezo huo, ni kwa sababu wewe ni mvivu. Yani hakuna mwanadamu ambaye hana uwezo wa kuwa mbunifu. Kila mwanadamu ana uwezo wa kuwa mbunifu, kwa sababu Mungu amekwisha muumba mwanadamu kwa mfano wake, na moja kati ya sifa ya Mungu ni ubunifu. Sasa ukiwa mwanadamu ambaye huna uwezo wa kubuni, wa kufikiria zaidi, sio tatizo la Mungu. Sio kwamba Mungu akukuumba wewe mbunifu. Mungu amekuumba mbunifu, lakini wewe ni mvivu wa kushughulisha akili yako kufikiria zaidi. Na ndio sababu ukija kuangalia, hii inawezekana ni changamoto ya umaskini sana, kwa sababu huu mstari unasema, kisha Mungu akasema tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, atawale samaki wa baharini, ndege wa angani, wanyama wa kufugwa, dunia yote na viumbe vyote vitambavyo. Ukiangalia hivi vyote vimeorodheshwa hapa. Huu ndio utajiri wa dunia. Yani utajiri unapatikana humu ndani ya maji, ardhini. Ameitaja dunia hapa. Kama kuna madini yanachimbwa, kama kuna ndege wanafugwa, kama kuna wanyama wanafugwa, kama kuna samaki zinavuliwa baharini, yani utajiri wote wa dunia umetajwa hapa. Na umetajwa hapa, nasema kwamba huyu mwanadamu tukishamfanya kwa mfano wetu, kinachofuata nini? Akatawale. So hauna uwezo wa kwenda kutawala kama hauna ubunifu, kama hauko smart, kama hauna uwezo wa kutanua akili yako na kufikiria, kama hauna uwezo wa kushughulisha akili yako. Kinachofanyika sasa ni nini? Wenye uwezo wa kutawala watakutawala na utawachukia. Wenye uwezo wa kutawala watatawala pesa na utawachukia. Wenye uwezo wa kutawala watatawala baharini na utawachukia. Watatawala duniani, utawachukia. Watatawala wanyama wanaotembea na wanaofugwa na nini, utawachukia. Kwa nini? Umekubali kuwa mvivu kwenye akili yako. Mungu atusaidie tuondokane na hii shida ya uvivu kwenye akili zetu.